kuangalia namna gani kesi fulani zinavyoendeshwa, kuweza kuangalia je, mahakama hizo zinatenda haki, mienendo yake inazingatia haki, na kwamba anayeshtakiwa aonewi. Hiyo ni International Commission of Jurists wanasema hivyo. Mpaka hata wana manyo inaongoza. Na sisi wenzetu katika Afrika Mashariki tumesema kwamba tunafuata utawala wa sheria. Na tuna mahakama hata ya Afrika, mahakama ya haki ya Afrika Mashariki. Tuko sehemu moja. Tunachagua majaji kutoka kila sehemu, kutoka katika nchi hizi, wanakaa pale Arusha. Tanzania tumepata bahati ya ajabu kwamba tuna mahakama ya Afrika makao yake makuu ni Arusha. Tuna mahakama ya Afrika Mashariki mahakama yake nini iko Arusha. Inatakiwa mtu ambaye umepata heshima ya kukaa na vyombo muhimu kama hivi, tabia yako iwe ambayo aitiria tamashaka, uwe msafi kama mke wa Kaisari. Lakini wenzetu naona kusarura ni sawa sawa. Wale wanaocheza ule mchezo wa mdundiko na nani sio wanasemaje, wengine wanasema nataka kumwaga radhi, huwa anasema huwa anatoa onyo kwamba naomba mnishike nini, nataka kumwaga radhi. Sasa wenzetu hata kuomba tuwashike wasimwage radhi hata wasemi. Matendo yaliyofanyika ndio hayo ambayo kwa kweli yameifedhesha, yameaibisha nchi yetu. Sasa tumesikia kauli ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapo jana. Kama chama tumesikitika sana na hatukutegemea kauli kama hiyo ingetoka kwa rais wa nchi yetu. Kwa sababu hili ni taifa ambalo lilijinasibu kwa muda mrefu kwamba ni kinara wa haki, wa kulinda haki za binadamu, utawala wa sheria, na kwamba linapenda Waafrika waheshimike kwa utu wao, kwa maadili yao, kwa mienendo yao, na kwamba tutaheshimu haki za binadamu. Na sisi kwa mfano ibara ya 14 ambayo rais wetu hapa vile ni sehemu ya ibara ambazo alisema atazilinda, inasema hivi. Ni vyema wakati mwingine tusaidie kufundisha watu. Tuliambiwa na serikali hii kwamba raia wa Tanzania wanahitaji elimu ya katiba ya miaka 3 ili wafahamu katiba hiyo. Mpaka leo hiyo serikali hii haijawahi kutuambia hiyo elimu itaanza lini. Lakini kama ambavyo Nyerere alimwambia Idi Amin, alimwambia Gaddafi kwamba amini aminiki, nadhani serikali ya CCM ya Samia Suluhu Hassan haiaminiki. Sasa ibara ya 14 inasema hivi: kila mtu anayo haki ya kuishi na kupata kutoka katika jamii hifadhi ya maisha yake kwa mujibu wa sheria. Katiba yetu sio tu kwamba inahakikisha ile haki yetu ya kuishi, bali inataka sisi kama jamii, kama wananchi, kulindana uhai wetu. Kwa hiyo utegemee katika serikali ambayo inaagizwa na katiba ya nchi yake kwamba ilinde uhai wa watu, itaweza kudogolesha uhai wa mtu, kwamba kufa ni kufa tu. Mwananchi mwenzetu ameshikwa kwenye gari, ametekwa, ameuawa, mwili wake umeonekana pale, huwezi ukasema kwamba kufa ni kufa tu. Ni jambo la kusononesha, ni jambo ambalo linafanya sisi wote kama jamii tunataka tukasirike. Tuseme haiwezekani katika jina letu. Kama Watanzania hatuwezi kubali kwamba mwenzetu maisha yake yapokwe kiuni kabisa, alafu ionekane kwamba ni sawa kama kuku amechinjwa. Mdude ametekwa, mpaka leo hii mambo yanaonekana kwamba ni sawa tu. Soka ametekwa na wenzake, amepotezwa, tunaona ni sawa. Sasa sisi kama taifa, na kama mtu anaheshimu mkataba wa Montevideo wa uhusiano ya kimataifa na ule wa Vienna Convention, huwezi ukataka kwamba nchi yetu iwe kisiwa. Tarehe 20 ya mwezi wa 5 mwaka 2022, Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania alikutana na kamati ya Chadema ile maridhiano. Na katika mkutano huo pale Ikulu alisema
kwamba ana jukumu la kuifungua nchi yetu. Ilikuwa imefungwa, milango ya mahusiano ilikuwa imefungwa. Ana jukumu, anafanya kazi ya kuifungua nchi yetu ili iweze kuchangamana na kuingiliana na kuaminika na mataifa mengine. Kwa vitendo hivi na kwa kauli ya jana ni kwamba tunaashiria kufunga milango yetu, kwamba sisi ni haki kukosoa wengine, lakini hawataki kukosolewa, au ikitokea moto kwa wengine hautuhusu tena. Tunataka kuwa watu ambao ni insular, na kwamba serikali yetu ina kibali cha kufanya yote kile na isikemewe na watu wasiangalie. Lakini napenda kusema Chadema inaposema ni kwamba taifa letu ni taifa ambalo linatakiwa kufuata utawala wa sheria. Katiba inasema hivyo. Serikali yetu, katiba yetu haijasema kwamba serikali haitaki kuheshimu haki za binadamu. Na vile vile ningependa kutoa somo jingine kwa watawala wetu hawa. Naomba wakasome ibara ya 26 ya katiba ya nchi yetu. Lakini niwasaidie kuwasomea kwa hivi sasa. Lakini wale ambao wamejinasibu kwamba ni manguli wa sheria wako huko serikalini, waenda wakasome hii. Bahati nzuri au kuandika hii. Kwa hiyo hakuna hata mmoja aliyeko kule serikalini ambaye aliandika hii katiba. Sababu mzee Warioba ambaye aliandika katiba kwa sehemu kubwa yuko nje ya serikali. Nasema hivi: kila mtu ana wajibu wa kufuata na kutii katiba hii na sheria za Jamhuri ya Muungano. Katiba yetu nasema maisha ni matakatifu. Nchi yetu ni utawala wa sheria. Lazima tuifuate. Katika kesi ambayo juzi tumeizungumza, tulikuwa mahakama ya rufaa. Lakini kulikuwa na tamko limenukuu katika kesi ya Shamte ambayo Jaji Barnabas Sabata aliamua. Ule mwaka wa 86. Alisema lile wazo au dhana ya kufikiri kwamba rais yu juu ya sheria si kweli katika nchi ambayo ni Jamhuri ya Muungano, ambayo ni jamhuri. Ni kweli katika nchi ambazo za kifalme, mfalme yu juu ya sheria, lakini si Tanzania. Si Tanzania. Na Tanzania tumesema hivyo kwamba kila mmoja wetu, ibara ya 26, kila mtu, hajasema kila mtu isipokuwa rais, si ndio? Kila mtu isipokuwa serikali, imesema kila mtu. Kwa hiyo utawala wetu, na ndio maana ibara ya 8 inafanya nini? Inawataka wawajibika kwa wananchi. Sisi kama chama cha siasa, kazi yetu ni kukosoa, ni kutaka vile vile kupigania madaraka, lakini tunasema kwamba wale ambao wana madaraka wanawajibika kwa wananchi. Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumza hapa ni kutekeleza ibara ya 8 ambayo naomba vile vile niisome. Ibara ya 8:1. Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki ya jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali inapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Sio kwa mujibu wa sheria. Wananchi ndio wanatoa madaraka kwa nini? Kwa serikali. B, lengo kuu la serikali itakuwa ni usawa wa wananchi. Haijasema kwamba lengo kuu la serikali ni nini? Kuangamiza wananchi. Che, serikali itawajibika kwa wananchi. Sio kama wananchi watawajibika kwa serikali. Ni maneno si maneno madogo au mepesi kwamba imeandikwa tu. Ni maneno au ni dira ya namna gani nchi yetu inatakiwa kuwa. Watawala walioko serikalini, viongozi wetu, wafahamu kwamba madaraka hayo wametoka kwa wananchi. Lakini wenye madaraka wenyewe ni nani? Ni wananchi. Na ndiyo maana kila baada ya miaka 5 hawa ambao wamekasimia madaraka ya wananchi kwa muda, si ndio? Sehemu ya madaraka, sio yote, ambao wamekasimia sehemu ya madaraka ya wananchi kwa kupitia serikali, utakiwa kurudi na kuomba nini? Kibali cha wananchi kupitia uchaguzi. Sasa ndio maana kwamba uwezo ukasema kwamba wewe serikali ambaye unataka madaraka ujitungie kanuni za kubakia madarakani, unakiuka madaraka ya wananchi. Na tunaposema kama Chadema, kupoka au kusigina madaraka ya wananchi ni uhaini dhidi ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Huo ndio uhaini. Na ndio maana sasa Chadema inadai kuwajibika kwa viongozi wetu. Si kwa misingi kwamba tunawachukia. Hatupendi wao madarakani, lakini kama ukishinda hatuna nini? Hatuna kingine bali kuheshimu nini? Kwa kuwa wamefanya nini? Wamechaguliwa na wananchi.
Lakini kama wanaweka mfumo ambao maamuzi ya wananchi hayaheshimiki au hayapatikani, Chadema hawezi kufumbia macho. Sasa sisi kama chama tunasema kwamba tunataka mfumo ambao tunaheshimu sisi Chadema, ambao ni dira yetu, na kamati kuu itazungumza kwa usahihi kabisa. Sisi ni kwamba tunasema tunataka kuwa na mahusiano mazuri na jumuiya ya kimataifa. Chadema inatambua haki za kuchangamana na mataifa mengineyo, inaheshimu mikataba ya haki za binadamu, inataka ushirikiano mkubwa zaidi wa kikanda na kiulimwengu. Tunataka yale mataifa ambayo yatatuheshimu sisi kwamba tuna haki ya kuwa na uchumi mzuri kabisa, kuboresha maisha yetu na kuweza